tunaona jinsi ambavyo watu wanapotendewa mahali hapo katika kanisa letu na mahali hapo IRCT. Watu wanatendewa watu wengi sana. Naposema ushuhuda ina maana kwamba sio huyo tu yule aliyetendewa. Bali ni watu wengi sana wanatendewa ushuhuda. Sio tu kwamba unajua kianza kusimulia kila mmoja itakuwa ni kazi kubwa sana. Lakini tunachukua watu baadhi kwa ajili ya kutoa ushuhuda, watu wachache. Lakini watu wengi wametendewa mambo makubwa sana kwa huduma ya IRCT. Hapo ndio tunaomba watu kwamba wasisahau kwamba kesho ni siku yetu ya mwisho kabisa tarehe 28. Ndio. Ya siku ya mwisho kabisa kongamano. Hakika kongamano ilikuwa ni kubwa sana na tumeona watu wengi wakifunguliwa, tumeona watu wakibarikiwa sana. Ila wewe tu ambaye kwamba hujaja, tunazidi tena kukualika tena kwamba usikose siku ya kesho. Ni siku nzuri sana. Hakika utamuona Mungu kwa matendo makubwa ambayo hakika Mungu anatenda katika kanisa IRCT. Tumishi sisi wanaume ni tuhusu kidogo. Watu wote tunawakaribisha. Sio wanawake tu, sio yani wote, wanaume, vijana wa kike na kiume, wote tunawakaribisha kwa sababu ni kongamano la watu wote. Hata hizo siku ambazo tulikuwa tunaendelea na kongamano, wanaume walikuwa wanakuja na hakika wamebarikiwa sana kwa sababu wanajifunza pia hata kwa ajili ya wake zao. Unajua unapokuwa unasikia kitu unaweza kumsimulia mke wako, kama mfano alikuja peke yake, kama bwana kuna 1 2 3, hakika twende kesho pamoja ili tukabarikiwe pamoja. Sawa, tuendelee na jambo letu hasa kubwa kabisa juu ya kongamano ambalo siku ya kesho ndio tamati. Lakini natamani tuongeze katika siku 2 3 hivi. Tunaweza tukaongeza, lakini unajua kila kitu kinakuwa na mwanzo na mwisho wake. Inakuwa na mwanzo na mwisho, na kwa muda huu tutasoma neno kwa ufupi afu tutaendelea. Karibu tusikize neno kwa ufupi. Kichwa chetu cha habari kinasema usikubali kuzika. Na neno letu linatoka katika Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 mpaka 37. Kama mtumishi wa Mungu Pastor Edina umefika, tunaomba utusomee. Biblia inasema Wafalme wa Pili 4 mstari wa 8 mpaka 37. Biblia inasema hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye alimsurutisha aje ale chakula. Ikawa kila apitapo njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tuweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atuijapo uingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile, akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule mwanamke. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa, tazama wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amri jeshi? Yule mwanamke akajibu, mimi nakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi utendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama malangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Akasema, la bwana wangu, wewe ni mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume. Wakati huo mwakani huo, kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa akiwa siku moja, akatoka kwenda kwa baba yake kwenye wavunao. Akamwambia baba yake, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kile kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamwita mumewe, akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikirudi tena. Akasema, kwa nini umwendee leo? Si mwandamo wa mwezi wala Sabato. Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia.
Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, Mshunami yule kule. Tafadhali piga mbiu sasa kwenda kumlaki, ukamwambie, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto hajambo? Akajibu, hawajambo. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, alimshika miguu. Gehazi akakaribia ili amuondoe, lakini mtu wa Mungu akamwambia, mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala hakuniambia. Yule mwanamke akasema, je, naliomba mwana kwa bwana wangu, nami sikusema usinidanganye? Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, uchukue fimbo yangu mkononi mwako, uende zako ukutani. Uende zako, ukikutana na mtu usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto. Na mama yake yule mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi akaondoka akamfuata. Na Gehazi akatangulia akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti wala majibu. Basi akarudi ili kumlaki, akamwambia akasema, mtoto hakuamka. Basi Elisha alipofika nyumbani, tazama, mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Basi akaingia ndani akajifungia mlango, na yule mtoto wote wawili akamwomba Bwana. Akapanda juu ya kile kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kichwa chake juu ya kichwa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake, akajinyoosha juu yake. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto. Kisha akarudi akatembea nyumbani huko na huko. Mara moja akapanda akajinyosha juu yake, na yule mtoto akapiga chafya mara 7, na mtoto akafumbua macho yake. Akamwita Gehazi akasema, mwite yule Mshunami. Basi akamwita, na alipofika kwake Elisha akasema, haya, mchukue mwanao. Ndipo akaingia akamwangukia miguu, akainama mpaka chini, kisha akamchukua mwanaye akatoka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wangu, tunaona habari hizi ni habari za mtumishi wa Mungu. Yes. Huyu mama Mshunami alikuwa ni mama ambaye alikuwa ni mama mkarimu sana. Na huyu mama aliweza kumhudumia mtumishi wa Mungu Elisha. Lakini alipokuwa akimhudumia Elisha alivyoona ile huduma yake, alimwambia kwamba tukutendee nini? Tukaona kwamba huyu mama alionekana kwamba alikuwa hana mtoto. Mungu Elisha akamwambia, mwakani utapata mtoto. Kweli yule mama akapata mtoto. Alivyopata mtoto alipokuwa, yule mtoto akafa. Mtoto alipokufa, ndipo yule mama akachukua yule mtoto akampeleka kwenye chumba cha Elisha. Tunaona namna gani? Ndio maana nimesema kwamba usikubali kufanya nini? Kuzika. Tunaona yule mama alipoona mtoto amekufa, hakumwambia mume wake. Hakwenda kuambia majirani. Alichukua yule mtoto akampeleka kwenye kile chumba cha Elisha. Afa akamwambia mume wake kwamba amletee punda. Afa akamwambia yule mtu anayemwendesha kwamba usinipunguzie mwendo mpaka nitakapofanya nini? Nitakapokuambia. Tunaona huyu mama alijua ni mahali gani alipompata yule mtoto. Alijua ni nani aliyempa yule mtoto. Akamwambia nipeleke twende kwa yule aliyenipa mtoto. Akaenda kwa yule aliyempa mtoto, akaenda kwa Elisha. Akamwambia kwamba huyu mtoto ni kwamba ulinidanganya, ulinipa mtoto ili afe. Lakini Elisha akarudi akamwomba Elisha, akamwambia sitakuacha mpaka turudi wote. Alimtuma mtumishi wake akamwambia hapana, wewe sikuachi mpaka turudi wote. Tunaona huyu mama alitambua ni wapi ambapo anapaswa kwenda. Mtoto alipokufa hakupenda kwa majirani zake. Wana wa Mungu, tumekuja mahali hapa tukiwaambia kwamba usikubali kuzika. Kuna mambo mengi ambayo kama mwanamke unakutana nayo. Unakutana na mambo mengi. Maisha, labda biashara inakufa. Mungu anakupa kitu, anakupa huduma ndani yako inakufa. Unaamua kwenda kusimulia watu, majirani zako. Ama Mungu amekupa ndoa, umeomba, umelia kwa siku nyingi, unaambia Mungu nipe ndoa. Mungu amekupa ndoa, lakini ndoa kwa muda mfupi inakufa. Kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa mama yule Mshunami yule.
alipewa kwa muda, akapewa ile mtoto kwa muda, mtoto akafa. Sasa badala ya kurudi kwa Kristo kule ambako ndoa uliipata, unaenda kwa majirani na kwenda kueleza. Ukienda kwa majirani kueleza, utakachokipata si kizuri. Mwingine anaweza kwenda kwa jirani ukamweleza kwamba ndoa yangu imekufa. Atakuelekeza kwamba sasa cha kufanya, labda mume wangu siku hizi anachepuka, mume wangu siku hizi ana wanawake wengine nje. Ukienda kwa rafiki atakwambia sasa na wewe anza kuchepuka, na utakuwa umeizika ndoa yako moja kwa moja. Tunaona huyu mama hakukubali kumzika mtoto wake. Alichokifanya, alipoona kwamba mtoto amekufa, alimfungia ndani, akaamua kwenda kwa yule aliyempa mtoto. Hakwenda kwa majirani kuwaeleza. Angeenda kwa majirani, wangeweka msiba ili wamzike yule mtoto. Wangemkatisha tamaa, waambie huyu hawezi kufufuka, ameshakufa. Angemweleza mume wake angesema kwamba huyu mtoto hatafufuka, tuweke msiba tu tumzike. Aliamua kurudi, akajua kwamba kule nilikomtoa mtoto kuna uzima. Maana tukiangalia katika kitabu cha Yohana 10:10, Yohana 10:10 inasema ya kwamba mwivi haji ila aibe na kuua, lakini la Mungu linasema Kristo alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo shetani anapokuja, yeye kazi yake ni kuua tu. Vitu vya shetani kazi yake sikote ni kuua, lakini Kristo kazi yake ni kutupa uzima. Kwa hiyo ndio maana yule mama Mshunami alijua kabisa kwa Kristo kuna uzima. Akaamua kwenda kwa Kristo. Kwa sababu shetani kazi yake ni kuua. Lakini Yesu kazi yake ni kufufua. Akajua kwamba shetani amekusha kuua, lakini Mungu atakwenda kumfufua tena mtoto wangu. Ndio maana hakwenda kwa majirani. Unasemaje mtumishi wa Mungu Edina? Unajua mimi kwanza nampenda huyo mwanamke. Kile kitu Mungu, yani Elisha alimpa yeye. Na Gehazi alipoambiwa kwamba huyu mtu atendewe nini, Gehazi akajaribu kusema kwamba huyu mtu ni mzee kwanza. Huyu mama hana mtoto na mumewe ni mzee. Unajua huyu mama akasema kwa sababu nimepewa mtoto, nimepewa na mtumishi wa Mungu, kwa nini nitoke nikaweze majirani? Kumbe hii issue hata mume wangu imuhusu. Ndio maana kutaka kumweleza mume kwamba mtoto amefariki. Anamwambia tunaomba unipe punda ili nimwendee mtumishi wa Mungu. Mume wake ajaribu sana kumdadisi Pastor Irene. Akamwambia kulikoni kumwendea wakati kama wala si mwandamo. Hakutaka kusema. Hakutaka kwa sababu angesema angegonga muhuri. Maana angethibitisha kama mtu amefanyaje? Amekufa. Na angesema tu mtu amekufa kama ulivyosema Pastor, mume wake asingekubali kumwendea mtumishi wa Mungu. Tayari pale wangeza kutengeneza kama hivi tunavyotengeneza ngo ingeanza. Angewashirikisha watu. Jamani huo mtoto wetu amefariki. Lakini yule mama akakataa, akasema hapana. Kwa sababu hiki kitu nilichopewa nipewa na mtumishi wa Mungu, ni Mungu amenipa mwenyewe. Sasa kwa nini nizike tena? Kwa nini simwendee yule ambaye alisema kwamba amenipa mtoto? Unaona? Kwa hiyo akachukua uamuzi wa kwenda. Na mara nyingi sana kama ulivyosema mtumishi wa Mungu, tuna vitu vingi tunapenda kuwashirikisha watu wengine. Kuna wakati unamshirikisha mtu ambaye hana Mungu ndani yake. Yaani unamshirikisha kitu chako ambacho ni kizuri, kijua kwamba labda atakusaidia kitu fulani, atakusaidia mawazo. Kumbe ndio anakuua. Anakizika kabisa. Anakizika kabisa. Anakizika kabisa. Unaona? Kwa sababu kuna kitu ambacho wewe Mungu amekupa wewe mwenyewe, amekupa ili yaani ukikuze. Hasa kwa sababu unamweleza jirani yako au unamweleza rafiki yako, unakuta kile kitu kinakufa kabisa. Lakini mimi nampa hongera sana huyo mama. Hata wewe mwanamke ambaye unasikia sauti hii wakati kama huu, kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, kuna kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako ili kikue, ukikuza wewe. Kwa hiyo Mungu anataka ukikuze, kataa kuzika kama somo tunavyosema, kataa kuzika. Yaani usikubali kuzika chochote kile ambacho Mungu amekupa kwa ajili yako. Karibu Pastor Irene. Tumpe Eliza karibu. Asante ndugu msikilizaji. Tunaposoma habari za huyu mwanamke Mshunami, ni mwanamke kweli ambaye alikataa kuzika mtoto wake. Kwa hiyo mimi ninachokuomba wewe mwanamke unaisikia sauti hii, hebu fuata huu mfano wa huyu mwanamke ambaye mwanamke huyu aliamini katika Mungu. Hakumwamini ndugu, hakumwamini jirani. Yaani baada ya kupoteza mtoto wake, kugundua kwamba mtoto wake amekufa, alikaa na mtoto wake mwenyewe. Hakumwamini mume wake, hakumwamini jirani yoyote. Ni yeye alisema mimi nitarudi kwa huyu Mungu. Huyu Mungu aliyenipa huyu mtoto, nitaenda nilie mbele zake.
hakika Mungu alifanya na mtoto wake akafufuka, akawa mzima. Kwa hiyo wewe mwanamke ambaye unapitia changamoto au ambao kuna kitu ambacho kimekufa ndani yako, chukua hatua. Si kwamba kitu fulani nilipewa kimekufa usianze kulalamika. Hapana. Rudi kwa Mungu wako. Huyo Mungu ndo alikupa hicho kitu. Kwa hiyo nenda kwa Mungu kamweleze. Mwambie Mungu, sitaki hichi kitu kilichokufa. Mwambie Mungu arejeshe kile kitu chako ambacho ulipewa. Usiende kwa marafiki zako ukasema mimi nilipoteza hichi. Rafiki ama ndugu hawezi kukusaidia kitu chochote. Ndio maana tunasema amka mwanamke. Kweli. Ndio maana nasema amka mwanamke. Kumbe ni wakati wa kuamka Kabisa. Ni wakati wetu wa kuamka kama wanawake. Ni wakati wetu wa kuamka kama wanawake ambao wameamua kufanya kitu ili kizae. Kwa sababu kama mtumishi wa Mungu aliposema kwamba shetani huwa anakuja na iba, kazi yake ni kuiba, Kabisa. kuchinja. Yaani kuchinja, yaani kuharibu kila ambacho umepewa. Hataki ufanikiwe, hataki upige hatua, hataki kuendelea mbele. Kwa kazi yake ni kuharibu tu, kuharibu. Lakini asante kwa Yesu sasa mimi nalikuja ili tuwe na uzima. Kumbe hata kile kitu kiwe na uzima. Kile kitu kikue, kistawi, kipate kuongezeka. Karibu Pastor Irene. Asante. Ndugu yangu, tunachokuomba ni hichi. Tukiangalia hata habari za wale wa mama, kulikuwa na mama wawili makahaba. Yule mama, wale makahaba walilala, walizaa watoto wao wakawa wamelala usiku. Yule mmoja akalalia mtoto wake akafa. Akaenda kwa mtu, kwa yule mwenzie akaiba mtoto, akamwekea yule aliyekufa. Yule mama alipokuja akakuta mtoto wake amekufa. Yule mtoto amekufa alikuwa amelala naye. Hakukubali. Maana tumwambia kwamba usikubali kuzika. Hakukubali, akasema nizike. Akaona hapana. Akaona hapana, sikubali. Akaona nitatafuta yule mtu ambaye ni sahihi kwangu, atakaye nisaidia kuweza kunirejeshia mtoto wangu. Alienda kwa mfalme, maana alijua yule ni mtu sahihi. Kwa hiyo mwana wa Mungu, utatakiwa utafute mtu sahihi ambaye atakusaidia kurejesha kila ulichonacho. Tumeona Biblia inasema kwamba yeye Kristo alikuja ili tuwe na uzima. Kwa hiyo Kristo ndio analeta uzima. Yeye ndio anaweza kurejeshea kila kilichokufa. Kwa hiyo usitafute mtu mwingine kwa waganga, marafiki ili warejeshe vilivyokufa kwako. Warejeshe ndoa yako. Warejeshe watoto wako ambao hawako kwenye, ambao wanakuyumbisha, wanafanya moyo wako unapasuka kila wakati. Warejeshe uchumi wako ambao unaona uchumi ulikuwa na uchumi mzuri, unaona saizi uchumi umeshuka. Hapana. Mungu ndo amekupa. Pia anasema yeye ndo anayetupa nguvu za kupata huo utajiri. Yeye ndo ana kila kitu. Dhahabu na fedha na dhahabu ni za Mungu. Kwa hiyo fedha na dhahabu vinatokana kwa Mungu. Yeye anatupa kila kitu. Watoto ni kwa Mungu tunapata. Kwa hiyo hata kama huna mtoto, kwa Mungu ndo anayetoa watoto, ndio aliyetuumba. Kabisa. Anayetoa watoto. Kwa hiyo uje kwa Mungu. Njoo wewe mwanamke. Tuna kongamano tunamalizia kesho. Utapata maombi. Utaombewa. Utapata mtoto. Sio kwenda sehemu ambapo sio sahihi. Ukienda sehemu ambapo sio sahihi, utapata kile ambacho unakitaka. Tunakushauri wewe mwanamke ambaye unatusikiza leo hii. Hata kama ni mwanamke, wewe mwanaume mwenye changamoto yoyote, hebu njoo kesho. Kesho ni siku ambayo tunakwenda kumalizia. Nasema utukufu wa mwisho ni mkubwa. Ni mkubwa sana. Yatakwenda kufanyika mambo makubwa. Maombezi ya watoto, maombezi unakuomba kila kitu ambacho changamoto ulionayo yote ile. Kwa hiyo njoo. Usikubali kuzika. Usikubali vitu vyako ukazika ukasema ukakata tamaa. Yule mama Mshunami angekata tamaa angezika. Lakini aliona mtoto wake amekufa akasema hapana, sitakubali. Nimepewa na Mungu. Lazima nimrudie yule Mungu aliyenipa ili nirejeshewe uzima urejeshwe. Hakukubali. Na wewe mama usikubali kukata tamaa kirahisi. Wewe mwanamke Mungu amekupa nguvu. Usikate tamaa kirahisi. Usikubali kwamba sasa nimesalenda, ndoa yangu imekufa hivi hivi. Au uchumi ndio nao umekufa hivi hivi. Ama watoto wangu wameharibika sasa, wameharibika hivi niwaache tu. Mungu anajua hivyo basi niache tu nikae ukakubali. Hapana, usikubali. Usikate tamaa kirahisi. Hebu njoo uje kwa Mungu yule aliyekupa hivyo vitu ili akurejeshe. Maana yeye huwa anarejesha, anakupa upya. Karibu mtumishi wa Mungu Eliza. Asante. Pastor Irene, unamshauri nini huyu mwanamke ambaye amekata tamaa? Yamkini ndoa yake imeyumba, lakini yamkini watoto wake pia wanamsumbua. Ni watoto tu, lakini anaumiza kichwa kulea hao watoto. Tunamwambia nini huyu mwanamke ambaye amekata tamaa juu ya uchumi wake, juu ya ndoa yake? Nini tunamwambia? Karibu mtumishi wa Mungu Pastor Irene. Unajua kama tulivyosema huyu mwanamke alikuwa ni mtoto. Lakini inawezekana wewe ndoa yako inakusumbua.
Sio lazima mtoto. Ni kitu gani ambacho kinakusumbua katika maisha yako? Kwa hiyo hapo ulipo unapotusikiliza sasa hivi, unajua kwamba unacho kitu ambacho kinakusumbua. Ndio. Yaani unacho kitu ambacho kama hiki kitu kinanisumbua. Sisi unajua juzi tumeongelea wiki iliyopita tuongelea habari ya mwanamke yule aliyekuwa kutoka damu. Yule mwanamke alichukua hatua. Unapochukua hatua kila kitu kinakuwa sawa sawa. Kesho ni siku ya mwisho kabisa tarehe 28 kwa ajili ya mwisho wa kongamano. Ukichukua hatua, ukachukua ujasiri kwamba sasa naenda huyu Mungu ambaye wanamzungumza, ukaamini kwamba sana napokwenda kwenye IRCT kuna kongamano, ninaamini kwamba kila cha kwangu ambacho kimekufa kinaenda kufufuka. Amina. Yaani kila unapokuja mtu anachukua hatua kwamba mimi naenda sasa kwa sababu kuna kitu ambacho kimekufa. Nimesema kwamba kila mtu ana kitu chake ambacho anataka akichokufa. Mwingine ni ndoa, mwingine uchumi kama ulivyosema mtumishi wa Mungu. Lakini unapochukua hatua kwamba mimi sasa naenda, kwa sababu kongamano limezungumzwa na nimelisikiliza. Unapochukua hatua ndipo Mungu anapoanza kufanya kazi na wewe. Hapo ndipo Mungu sasa naenda kuchukua kitu changu ambacho kimekufa, kinaenda kufufuliwa kwa sababu yuko Mungu arejeshaye. Yuko Mungu anayefufua. Yeye kazi yake ni kufufua kilichofanyaje? Kilichokufa. Karibu Pastor Irene. Asante. Unajua mtumishi wa Mungu Pastor Irene na Eliza. Ndio. Huyu mama alichukua maamuzi magumu sana. Kwa kweli ukimfikiria huyu mama, ukitafakari juu ya huyu mama, alikuwa na maamuzi magumu. Yaani alifanya maamuzi magumu sana. Kwa sababu hebu fikiria, mtoto amekufa. Hajamwambia mtu yote wala mume wake. Kamwacha ndani. Alafu anamtia mgongoni. Kamwacha ndani, kambeba, kamweka kitandani, kaondoka, kamfuata mtumishi wa Mungu. Ni maamuzi magumu sana. Kwa hiyo hata tunataka tuambia hawa wanawake wanaotusikiliza, hata ni mwanamke ni mwanaume ambaye ana mambo yake ambaye yamekufa, anaona kwamba sasa maisha ameshakata tamaa, ameona kwamba haiwezekani. Hebu achukue maamuzi magumu kama huyu mama Shunami alivyofanya kabisa. Afanye maamuzi magumu, aone sasa nimeamua. Asiangalie ndugu, asiangalie watu wanasema. Jua mtu anapoanza kufanya maamuzi, watu wataanza kukuona na kuanza kurudi mwangalia. Utafanikiwa huko, walishaenda watu wengi, wangapi wameshaombewa wengi, wameombewa tu, unaona hakuna walichofanikiwa. Lakini wasiangalie, wasieleze jirani kwamba nataka kwenda kwa ajili ya hii hali yangu nilionayo. Yeye aamue tu kama yule mama aliyekuwa tunaona mama mwingine ile alikuwa tu kwa damu. Ndio. Na yeye alifanya maamuzi magumu sana. Kwa sababu angewashirikisha watu, angekufa. Akasema sijiziki, yani sitazikwa mimi. Yani sizikwi, lazima ninyuke. Ndio maana tunasema amka mwanamke. Ule mama aliona kwamba hapana, hapa mimi sitakufa. Ametoka Adamu akaona mimi sitakufa. Ngoja niende, akachukua maamuzi, akapenya katikati ya watu. Akasema nikifika nitafanya hivi. Unaona? Alichukua maamuzi magumu. Na wewe mwanamke unaotusikiliza, chukua maamuzi magumu kabisa. Angalia hali yako ulionayo. Umeshapata habari kuna Yesu ambaye anatoa uzima. Hebu njoo. Usiache. Maana siku ya kesho kuna kitu kizuri sana kwa ajili yako. Na kuna kiingilio. Ni bure. Ni bure, kuna chakula, kuna vinywaji utakula, watu wote tunawakaribisha kabisa. Kwa sababu hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Kwani wewe tu kuchukua hatua kama mimi sasa naenda. Jinsi ambavyo inaelekeza kwa kanisa ni wapi? Unashuka Sunset, mkono wako kulia unaendelea barabara hiyo ambayo inaelekea wapi hiyo barabara? Kwa Father James. Mbele kidogo tu kuna kanisa ambalo wewe tu kumenya kuchukua hatua kwamba sasa mimi naenda. Madam huyu Mungu anamzungumza, ina maana kwamba ni Mungu anayeponya. Sikiza shuhuda ambazo watu wameponywa. Na kuna dada mmoja alikuwa siku ya Ijumaa tu. Alikuwa siku ya Ijumaa akasema nitaenda kwa sababu tu alishuhudia dada yake akasema mimi nimepita pale, nimekuta watu wanaimba. Ninaamini kwamba Mungu wa pale atakuponya. Huyo binti alikuwa mtoka amefia tumboni Pastor Irene. Lakini kama kondo lilikuwa bado limebaki. Dada yake akamsuluhisha akasema ile kanisa nilipita pale wanaimba. Naamini kwamba ukichukua hatua ya kwenda utafunguliwa pale. Na kwa dada akasema hapana, lazima niende. Akachukua hatua. Kilichofuata ni kufanyaje? Alichukua nini? Hatua. Unaposikia, usisikie tu kaacha. Sikia, afu chukue nini? Hatua. Unajua Biblia imani bila tendo ifaje? Imekufa. Kwa unapochukua hatua ndipo mwanzo wako wa safari mpya inapoanzia hapo. Kwamba mimi sana nachukua hatua, changu choko kimekufa, inawezekana ni huduma ilikuwa imekufa. Maombi yalikuwa yamekufa. Sasa ninaenda kufufuliwa tena.
Maana yeye huwa anafufua, yeye anafufua tu. Karibu, usikose kabisa. Ni kesho, siku ya mwisho kabisa, tarehe 28 tunayoenda kumalizia kongamano letu. Mtumishi wa Mungu Pastor Waridi P. Izari yuko mahali pale, kama ulivyosikia tangazo, na watumishi wa Mungu wako wengi pale mbalimbali. Kuna Pastor Rini yuko pale, baba yetu Pastor Madaraka, na watumishi wengine wako wengi tu, na waimbaji tuko mahali pale wako mbalimbali. Utakuja, utabarikiwa, kwa sababu Mungu, ukisikia tangazo kama hili, chukua hatua, usiache. Au unawaambia nini Pastor Rini watu? Kwa sababu kweli tumeanza kuzungumza hapa leo, ni wiki ya 3 tunazungumzia habari ya kongamano. Unaona, na hakika leo tumeona watu wengi wamekufurika mahali pale, wanakuja kwa ajili ya kongamano, kwa ajili ya kubarikiwa. Tumeona watu wengi, lakini kesho itakuwa ni zaidi ya hapo kabisa. Pastor Edina, kabla hujaendelea, naomba tuwaambie watu wanaotusikiliza. Tuliona huyu mwanamke yeye alikataa kuzika mtoto wake. Yaani baada ya kugundua tu kwamba mtoto wake amekufa, alikataa. Lakini yamkini leo kuna mwanamke ambaye anatusikiliza, sio mwanamke tu, hata kama ni mwanaume kijana anatusikiliza leo. Huyo kijana ama huyo mwanamke ana kitu ndani yake, ama kitu chake kinakufa na hataki kupeleka mbele za Mungu kwa sababu tu anaogopa ndugu zake wanamsema vibaya, au anaogopa jirani anamsema vibaya. Labda kuna mwanamke ana kipawa fulani, labda ni mwimbaji, lakini kile kitu atamsikia jirani yake akimwambia kwa kejeli, huyu naye anawezea wapi hichi kitu? Akisikia hiyo sauti anaacha. Tunamwambia nini huyu mwanamke? Kwa kweli huyu mwanamke tunamwambia kwamba asikate tamaa. Ni kweli, yamkini alikuwa anaimba vizuri, yamkini alikuwa na huduma kubwa, lakini sasa inaonekana anaenda kufa. Kila anayemsikiza anaona kwamba huyu hafai. Asikubali hizo sauti kuzika, asikubali kuzika. Asikubali kuzika. Yaani yeye achukue hatua, ajue kwamba aliyempa kile kipawa yupo, atakirejesha. Kama ni kipawa, kama ni huduma, chochote kile alichopewa kitarejeshwa kabisa. Hata kama watu wanamkejeli, wanamfanya hivi, unajua wanamfuata, wanamwambia unaona, tukiangalia yule kipofu alipokuwa akipiga kelele kwamba Bwana unirehemu, walikuja watu ambao walikuwa wanamkejeli, ambia unatupiga kelele. Hakuangalia hilo. Kama angeangalia hilo asingeponywa. Yeye aliendelea, akajua kwamba yupo ambaye amekuja ana uzima. Akasonga mbele. Kwa hiyo wewe songa mbele, usiangalia wanaopiga kelele. Usiangalia wanaopiga kelele, songa mbele. Watakukatisha tamaa, lakini usikubali kukatishwa tamaa. Songa mbele, njoo. Unajua kukatishwa tamaa na mume wako kabisa, hata na mke wako. Anda kakosha tamaa kwamba wewe watu tumewaona wengi sana, tumeona waimbaji wengi, utakuwa wewe. Kwa hiyo mtu anaweza kukuvunja moyo wa karibu kabisa, Pastor Irene. Kabisa. Enda kwambia wewe utaweza wapi wewe Eliza? Watu wengi tumewaona, wanafanya hivi na vile, lakini wewe utafika kweli? Lakini ile sikuvunja moyo. Simama, kataa kuzika kile ambacho Mungu amekupa. Kabisa. Ukisimama wewe kama wewe, hiyo itakupa, yaani uvae vazi za ujasiri. Unajua mtu anapokubeza kwamba utaweza wewe, kwamba mbona tumeona wengi, ile sikuvunja moyo akasema kwa sababu naambiwa nitaweza kweli, na ukavunjika moyo, utakuwa umeharibu hatima ya maisha yako kabisa. Lakini kuna kitu ambacho Mungu ameweka kikubwa sana ndani ya maisha, kama alivyosema mtumishi wa Mungu Eliza hapa. Labda wewe ulikuwa ni mwimbaji, unakuja pale kanisani wewe unajua kuimba wewe, Kwa hiyo ile unapoambiwa unajua kuimba wewe, ile ndio inakutia hamasha wewe kuzidi kuendelea zaidi. Kwa usikate tamaa, kwamba mimi usivunjike moyo. Labda niseme kwamba usivunjike moyo. Yuko Mungu arejeshaye. Yuko Mungu anaweza kafanya kile kipawa kikatifuliwa tena ndani ya moyo wako, na kile kipawa kikaa kikubwa zaidi, na ukafanya vizuri na watu wakabarikiwa. Huyu mwanamke kwa kweli, kama alivyosema Pastor, ni mwanamke yaani wa kuigwa, ni mfano wa kuigwa. Alikisema mimi ninarudi msalabani. Mimi ninarudi pale. Ndoa ulipata Eden, rudi Edeni. Mungu alikupa watoto, rudi kwa mtumishi wa Mungu. Useme sasa angesema wewe niende kwa mganga. Na wengi wanadanganywa, wanaenda kwa waganga. Wanaenda kwa waganga, wanafika kule wanaambiwa mambo mengi, wanaambiwa fulani ndo kakuloga, ndio maana mpaka saizi uendelee, fanya hivi. Wanafanya mambo ambayo sio, wanajikuta wameharibikiwa kabisa. Pastor Irene, hivyo nakuaje? Mtu umeombewa kanisani, afu wewe unaenda kwa mganga. Inakujaje pale Eliza? Lakini huyu mwanamke Mshunami huyu ni mwanamke ambaye alijivika kwanza ujasiri. Si kitu cha kawaida kwamba wewe mtoto wako amefariki alafu mfungie ndani. Aliweka imani, na imani yake ilikuwa kwa huyu Mungu ambaye aliyempa huyo mtoto.
na akaweka imani akasema kama Mungu alinipa huyu mtoto basi Mungu ndiye atakayemrejesha. Kumbe tunajifunza nini hapo? Kumbe kila ambacho tumepewa madhabahu, turudi wapi? Madhabahuni. Tulichopewa na Mungu turudi kwa Mungu. Tumejifunza, yani huyu mwanamke ametufundisha kwamba alipewa. Elisha alimwambia majira kama haya mwakani utakumbatia mtoto. Na neno likawa kama vile yofanyaje alivyoambiwa. Sasa akasema huyu mtu aliyenipa huyu mtoto lazima nirudi. Sitaenda mahala pengine. Hakunipa mjomba, hakunipa dada, hakunipa binamu. Nani narudi kwa yule aliyeniambia utapata mtoto, na hakika nikapata. Sasa kwa nini nienda kwa mtu mwingine? Pastorini watu wengi sana tunapumbazwa na adui. Kabisa. Adui anatuchukua, yani tunasahau kwamba mimi nilipewa huyu mtu ama nilipewa mume madhabahuni. Kabisa. Niliongelea habari ya marafiki. Kuna marafiki wazuri na kuna marafiki wabaya. Wapo kabisa ambao wabaya. Kuna marafiki ambao ndio maana kazungumza yule mwanamke alikuwa na fedha na alikuwa na marafiki. Lakini ile fedha ikumsaidia wala marafiki hawakumsaidia. Aliposikia tu habari za Yesu. Kama hivi ambavyo unasikiliza kwamba amka mwanamke. Si tunasema amka mwanamke kwa sababu ni majira ama ni nyakati sasa ya mwanamke kuamka. Karibu Pastor Irene. Asante. Pastor Irene. Tunaona kwamba tukiangalia habari amesema pa Eliza kwamba kuna watu wanakatisha tamaa. Tukiangalia habari za Nehemia, tunaona wakati Nehemia anajenga ule ukuta. Kuna watu walikuja kumkatisha tamaa. Wakamwambia huu ukuta unajenga, hata mbweha wakiukanyaga tu utafanya nini? Utaanguka. Ndivyo ilivyo, watu wanakatishwa tamaa. Anaambiwa hichi ulicho nacho hichi hakiwezekani. Yaani kuna watu wapo watu kwa ajili ya kukatisha tamaa tu. Ni wako tu ni marafiki wapo. Kile unataka kukifanya sasa nataka niinuke niende nikaombewe, lakini mtu anakuja kwa ajili ya kukatisha tamaa. Wewe utaombewa na wapi? Na wewe ushaombewa sana. Wanakuja kwa ajili ya Nehemia angekubali kukatishwa tamaa. Asingejenga ule ukuta kabisa. Lakini yeye aliendelea pamoja na kwamba alikata tamaa, akamwambia hivi nafikiri kwamba mtu akwambia mbweha ikanyage ukuta afu ukuta uanguke. Hebu angalia. Kitu ambacho kimedhoofu. Hakina nguvu. Yani kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba yani ndugu msikilizaji, usikubali kukatishwa tamaa na mtu yoyote. Haya mambo usikubali kueleza marafiki zako. Tunaona kwamba yule mama hakueleza marafiki, hakueleza ndugu, hakueleza jamaa, hakumweleza hata mume wake. Alimficha. Maana angemkatisha tamaa. Hata wewe, yani wakati wewe unapoanza hatua usimweleze mtu yoyote. Wewe kama mambo yako yamekufa usiende kueleza kwa marafiki, watakukatisha tamaa kabisa. Kama ni uchumi usieleze marafiki zako, usieleze ndugu. Wewe njoo kwa Yesu. Yesu ndio pekee anayeweza. Yesu ndio msaada pekee. Yeye ndio anaweza akakubeba peke yake. Hakuna rafiki aliye kama anasema nirudie kama Yesu. Anasema njooni kwangu ninyi wote mnaolemewa na mizigo nitawapumzisha. Kwa hiyo anatuita twende kwake. Wewe unayenisikiliza, ni mzigo gani ulionao? Ni kitu gani ambacho kimekulemea? Ama unaona kwamba kinakwenda kufa au kimesha kufa? Yeye anafufua. Yeye ni Bwana wa uzima. Anao huo uzima. Anaweza akafanya upya tena. Maisha yako akarejea upya. Hata kama uko umeshakata tamaa, umeona sasa nimekata tamaa, hakuna kitakachoweza kurudi. Njoo kwa Yesu, anarejesha, anafanya upya. Kongamano hili linabadilisha historia ya mtu kabisa. Mtu akichukua hatua na kuanza maisha mapya, historia yake itabadilika kabisa. Kongamano hili tunavyozungumza sio kongamano la kawaida, ni kongamano la moto kweli kweli. Ni kongamano ambalo ukichukua hatua ya kuja IRCT kesho kuanzia saa 3 mpaka tuseme mpaka saa 8 au saa 9, kwa sababu hatujajua muda utaisha saa ngapi, lakini kwa sababu ni kongamano, kwa sababu tutakuwa na chakula, kwa hatuwezi kujua kama inaisha saa ngapi. Lakini ukichukua hatua kwamba mimi sana kwenda kwa ajili ya kwenda kufufua kila ambacho kilikuwa kimekufa ndani yangu, hakika wewe unaanza maisha mapya. Amesema Jesta tena jambo jipya. Unapochukua hatua, Mungu atafanya jambo jipya katika maisha yako. Na hili kongamano itakuwa ni kongamano la kihistoria katika maisha yako. Sababu gani? Linaenda kubadilisha maisha yako kabisa. Utasema kumbe nilikuwa nimepotea. Kumbe nilikuwa sijaelewa vizuri. Sasa ndio nimeelewa jinsi ya kukua, kwamba ninapokuwa na kitu natakiwa kukaa nacho mwenyewe na kukirudisha pale kwa Yesu. Tunaporudi kwa Mungu tumejifunza. Mama amesema hapa kwamba amesema njooni kwangu. Kuna mzigo gani? Kuna mzigo upi ambao unakusumbua? Kwa unapochukua hatua, ule mzigo hakika utawacha pale. Haleluya. Amen. Tupende kukaribisha kama unaposikia sauti. Karibu sana kesho
kuanzia saa 3 mpaka jioni. Tuko mahali pale kwa ajili ya kumaliza kongamano letu, kwa sababu ni hitimisho. Kwa hiyo najua watu kwa ni wengi ambao wanahitaji mahudumio. Watu watahudumiwa sana. Na sisi tupende kusema kwamba asante ambao unaendelea kutusikiliza tangu tumeanza kipindi hiki. Tunasema Amka Mwanamke. Ni kesho ambapo tunamalizia kongamano letu tarehe 28. Usikose kabisa, ni bure, hakuna kiingilio. Unashuka Sunset, unatembea kidogo barabara kwenda Father James, katikati hapo kuna barabara, kuna kanisa jeupe kabisa. Utashuka hapo na sisi kuna watu wengi watakupokea mahali hapo. Usema kwamba labda kuna kiingilio, hakuna, na chakula ni bure. Karibu mtumishi wa Mungu Eliza, waambie wasikilizaji tunapomalizia. Tusikilize matangazo kwanza kwa ufupi. Okay. Msikilizaji, tunakwenda kukaribisha. Karibu kabisa. Uje upate maarifa. Unajua mwanamke anatakiwa abadilike. Anaweza kusema ndoa inamsumbua, lakini anatakiwa kubadilika yeye. Anapata maarifa namna ya kubadilika. Kwa hiyo tunakukaribisha uje upate maarifa. Uje upate maarifa yako, maarifa ya ndoa yako, maarifa ya kulea watoto wako, upate maarifa ya kila namna. Mtumishi wa Mungu Pastor Ridi yuko mahali pale. Ana neema kubwa ya Mungu. Ana neema kubwa ya Mungu. Kwa hiyo ukifika mahali pale utapata maarifa. Kwa hiyo tunakukaribisha, usiache kuja. Tumesema mahali pale utakuwa na chakula. Wala usiwaze kwamba nikifika pale nitachelewa, si nitaenda kupika. Njoo na watoto wako, njoo utapata chakula. Chakula ni kingi na vinywaji vipo. Kwa hiyo tunakukaribisha wewe ndugu msikilizaji unatusikiliza, wewe mwanamke, wewe dada, wewe kijana, njoo usikose, usiache kabisa. Ni siku ya mwisho, ni siku ya kutamatisha. Kwa hiyo kama umesikia sauti hii, ukisikia sauti hii tunayosema sasa hivi, kesho asubuhi saa 3 jiandae, njoo. Usiache kufika ili kwamba Mungu akuhudumie, arejeshe ndoa yako iliyokufa. Arejeshe kila ambacho adui amekiiba, maana kazi ya shetani ni kuiba. Kwa hiyo tunakukaribisha sana mwana wa Mungu. Tunakukaribisha sana msikilizaji wetu, uje mahali hapo kanisani ili Mungu akusaidie. Maana hakuna mwingine anaweza kukusaidia zaidi ya Mungu. Karibu Pastor Eliza. Asante. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wasikilizaji ambao wanatusikiliza jioni ya leo kwamba karibu kesho tunapoenda kuhitimisha kongamano letu la wamama. Nipende kukualika wewe mwanamke unasikia sauti hii kwamba karibu uje ukutane na watumishi wa Mungu mahali pale. Karibu, ukija pale ama ukisogea eneo lile utapata neno ambalo litakusaidia na kusimamia hiyo changamoto unayoipitia ikaisha. Karibu Pastor Eden. Asante. Mimi nipende kuwashukuru wasikilizaji wote ambao wamepata kutusikiliza, wamepata neema hii usiku wa leo, wamepata kutusikiliza. Lakini niseme kitu kimoja kama leo mtumishi wa Mungu Pastor Irene. Unajua ndoa ama alivyosema mtangazaji, ndoa watu wengi sana wanalia kwa ajili ya ndoa, lakini hawataki kupata maarifa ya ndoa. Unaona ndoa inakusumbua kwa muda mrefu. Sasa tumeongelea habari ya Amka Mwanamke. Ni wewe kuchukua hatua sasa kuja kwamba sasa mimi nikajifunze maarifa jinsi ya kukaa na ndoa yangu, ama nikajifunze maarifa jinsi ya kukaa na familia yangu. Ni wewe kuchukua hatua. Ni kesho ambapo tunaenda kumalizia kongamano letu. Hakika ni kongamano njema sana. Wewe ambao unalia, una changamoto, kuna kitu ambacho kinakusumbua, chukua tu hatua. Vaja ujasiri. Inawezekana kwamba kuna vizuizi ambavyo vinakuzuia, lakini sema mimi sasa nachukua hatua ili nikapate kusikiliza kila ambacho kimekufa na kikapata tena kufufuliwa tena. Chukua hatua. Ni kesho tusikia mwisho kabisa kesho. Atakuwa mtumishi wa Mungu kama tulivyosema Pastor Ridi yuko mahali pale. Ni mama ambaye kwa kweli atakufundisha na utabarikiwa na utafunguliwa. Watumishi wa Mungu wako mahali pale, wako wengi sana, lakini mama ambaye atakayesimama kesho ndio mama Pastor Ridi kwa ajili ya kuhudumia. Unalia kwa ajili ya ndoa, lakini ndoa yako itakuwa salama. Unalia kwa ajili ya watoto na watoto watakuwa salama kwa sababu yako maarifa ambayo yanafundishwa mahali pale. Karibu kesho na Mungu akubariki sana. Tunaendelea kusema kwamba karibu sana wewe msikilizaji unayetusikiliza uje mahali pale. Ninachotaka kusema ni kwamba yamkini ndoa yako ndio inakusumbua hiyo ndoa. Anayetakiwa kubadilika ni wewe. Uje njoo upate maarifa. Ubadilike kwanza wewe. Ili mume wako abadilike, lazima wewe ubadilike kwanza. Kwa hiyo ukifika hapo utapata maarifa ya kukubadilisha wewe. Ukishabadilika tu, lazima mume wako atabadilika. Unajua mambo mengine tunaweza tukalia tukasema mwanaume amebadilika, kumbe sisi wenyewe tumebadilika. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilishwe sisi ili mume abadilike. Kabisa. Kama hutabadilishwa wewe, mume wako hawezi kubadilika. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa ni maarifa wala sio maombi mengi.
Ni maarifa, unapata maarifa, unabadilishwa. Kwa hiyo tunamtaka mwanamke aje au kijana aje, abadilishwe kwanza ili aweze kurejeshewa kile ambacho anatakiwa kurejeshewa, au kifufuliwe kile ambacho anatakiwa kufanya nini, kifufuliwe. Kwa hiyo kwa muda huu uliobaki kama dakika moja, tuende tukaombe kwa ajili ya msikilizaji wetu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wangu na baba yangu, ninakuja mbele zako Jehova, ninasema asante kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye ananisikiliza wakati huu. Mungu wangu na baba yangu, msikilizaji huyu anayesikia sauti hii, ninajua Mungu, neno hili limepandwa katika udongo ulio mzuri, udongo ambao neno hili litamea na kustawi, hajapandwa kwenye miiba wala kwenye njia. Baba, asante kwa ajili ya moyo wa msikilizaji huu ambaye anasikiliza neno hili. Atakwenda kusikia na neno hili litafanyika baraka kwake, litastawi kwake. Baba, msaidie, hata kama ni mgonjwa kamponye, hata kama anahitaji na namna gani. Baba, kumbuka hitaji lake wakati huu. Mungu wangu na baba yangu, waliye mgonjwa mponye, mwenye shida ya ndoa ponya ndoa yake, watoto mwenye shida ya watoto mpe mtoto. Mungu wetu, wewe ni Mungu unayetoa, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Baba, umesema tukuite na utaitika. Tunakuita wakati huu kwa ajili ya msikilizaji anayesikiliza. Baba, ndani hitaji lake. Baba, sikia na hitimisha hitaji lake Bwana. Umsaidie Mungu mwenye nguvu, maana wewe Mungu wetu unaweza. Ulikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe na hoteli. Achilia uzima kwa kila mmoja anayesikiliza wakati huu, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki. Amen, abarikiwe sana.